Mtu wa Mungu popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu. Ijumaa nyingine Mwenyezi Mungu ametukirimia kukutana katika madhabahu ya kambi ya wateule, na siku ya leo ningependa tuangalie mafundisho kwenye kitabu kile cha Petero wa kwanza sura ya pili mstari wa 21 hadi 25. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na kama hujasubscribe kwenye hii YouTube channel kambi ya wateule, tafadhali subscribe, na najua itakuwa ya baraka. Nyakati zote unapotazama, wacha like ya kwako pale. Nyakati zote unapotazama, wacha comment yako pale, share, na Mungu atakubariki. Ni kambi ya wateule, tuzidi kuwa wengi na Mungu atakubariki. Pia ukipenda kuzungumza nami ni kupitia hizi nambari 0792593648, 0792593648. Ndizo nambari zangu. Unaweza ukanena nami wakati wowote ule, unaweza ukanitumia ujumbe mfupi WhatsApp, na pia ndio nambari ya kutoa matoleo yako unapotaka kwa baraka kwa mchungaji Benson Mwanza. Na hivyo kwenye Petero wa kwanza sura ya pili mstari wa 21 hadi 25, na Biblia inasema, kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo, lakini sasa mmerudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Baba, zungumza nasi kupitia neno lako, katuhimize, katupe mwelekeo, katukemee Baba zaidi, mfalme mkuu na mtakatifu. Wacha tukapate maarifa kupitia neno lako, kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu. Ijumaa nyingine Mungu ameweza kutupa kuwepo pamoja kwenye haya madhabahu, na mahala tumesoma hichi kifungu, tumesoma na ukiangalia kwa ujumla, hichi kitabu cha Petero wa kwanza kiliandikwa wakati na ambapo Wakristo walikuwa angali wachanga sana, au ili kanisa lilikuwa angali changa sana, na ni barua iliyoandikwa pale karne ya kwanza BK au BC. Kwa hivyo wakati Ukristo ulikuwa bado mchanga ndani ya dola ya Kirumi au sehemu na ambapo ilikuwa chini ya Kirumi ama Roman Empire, Wakristo wengi waliishi kama wageni na wahamiaji katika maeneo yale ya Asia ndogo. Kwa sasa hivi tunazungumzia Uturuki. Na hivyo katika pale walikabiliwa na mateso na dharau. Walisingiziwa kuwa waasi au watu wa ajabu, wakinyimwa haki fulani kwa sababu ya imani yao. Na hivyo katika hii barua Petero anapokuwa anaandika, anakuwa anazungumza maneno haya, maana tumesoma yalikuwa ya kuwafariji na kuwahimiza wavumilie mateso kama alivyofanya na Kristo. Na ndio maana huu ujumbe siku ya leo nimeupa kichwa, kuishi kwa haki katikati ya dhulma. Kuishi kwa haki katikati ya dhulma, maana tunaweza tukasema pia ni kama hili kanisa na ambalo lilikuwa pale
Asia ndogo na ambao kwa leo ni Uturuki. Na Petero anapokuwa analiandikia hili kanisa, ni kanisa lilionekana na ambalo lilikuwa limeasi, ama kanisa na ambalo lilikuwa waasi, kanisa na ambalo lilipitia mateso kutokana na imani yake, kanisa na ambalo likabiliwa na mateso na dharau, kanisa na ambalo lilisingiziwa kuwa waasi au watu wa ajabu, wakinyimwa haki fulani kwa sababu ya imani yao. Na hivyo siku hii ya leo pia anazungumza na sisi kupitia hili neno, na anatuambia vizuri zaidi, tumeitiwa kutenda mema. Napenda hii tafsiri ya Kiingereza, inaanza vizuri, for God called you to do good even if it means suffering. Kwa lugha ya Kiswahili inaanza na kusema kwa sababu ndio mlioitiwa. Ukiangalia mstari ulio pale juu ndio umeelezea zaidi, mliitiwa kutenda mema, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake, na hivyo kuishi kwa haki katikati ya dhulma. Jambo la kwanza ni kuelewa kwamba wewe ni Mkristo, wewe umeokolewa na Kristo, na Kristo amekuita utende wema, na katika kutenda wema unafata nyayo zake, unafata kile alichokifanya. Na hivyo Biblia inasema ya kwamba yeye aliteswa kwa ajili yetu. Lakini angalia Isaya anapokuwa anazungumza, kama kondoo anapopelekwa katika machinjo, yeye alikaa kimya, yeye hakujitetea, yeye hakupigana. Na hivyo Kristo anatuachia kielelezo, na ili tuweze na kufuata nyayo zake. Na hivyo angalia hapa, jambo la kwanza na ambalo tunafaa kuelewa, tunastahili kwa watu wa kuvumilia bila kulipiza kisasi. Dunia ya leo imejaa mitandao yenye matusi. Dunia ya leo watu wanakutusi hata pasipokuwa na sababu. Huko tu kwa gari umeketi, ama uko mahali umeketi, mtu tu anakuja anakufanyia jambo, ukimuuliza ni matusi. Hiyo ndio dunia tuliyomo. Hata pale kanisani naangalia migogoro kazini, unapata watu wanaishi kazini ni kama wako katika uwanja wa vita, maana ni migogoro, watu wanaoneana wivu. Angalia uonevu wa kijamii, unapata ya kwamba unaonewa tu kwa sababu hakuna sababu yote ya kuonewa, unajipata tu unaonewa. Na hivyo Kristo anakutaka ama Kristo naye wakati ule, Biblia imetuambia vizuri, hata alipotukanwa hakujibu kwa matusi. Na hii haimaanishi udhaifu, Bwana Yesu asifiwe, bali nguvu ya kujitawala. Vivyo hivyo nasi tunapopitia mambo kama yale, jinsi nimekuambia, ni dunia iliyojawa na matusi, ni dunia iliyojawa na migogoro ya kikazi, ni dunia iliyojawa na uonevu wa kijamii, ni dunia iliyojawa na watu wasiokuwa na upendo, watu na ambao wanataka hata kukuudhi tu kwa maana wewe ni Mkristo, wanataka kuangalia huyu ni Mkristo wa aina gani. Lakini Kristo alipotukanwa, Biblia inatuambia hakujibu kwa matusi. Hii haimaanishi kwamba wewe ni mdhaifu, linamaanisha wewe ni Mkristo na umeitwa na Kristo, na amekuita utende wema na ufate kielelezo chake. Yeye hakutusiana wakati alikutana na mambo mabaya, lakini alikaa kimya. Na hivyo haimaanishi wakati unakaa kimya, wakati migogoro imekuwa mingi na umetulia ulipizi kisasi, haimaanishi wewe ni mdhaifu. Inamaanisha wewe ni Mkristo unayemfuata Kristo kama kielelezo chema, maana aliyapitia haya. Labda nazungumza na mtu na ambao unafikiria kulipiza kisasi. Mwingine aliniambia mimi nitamsamehe nikishalijilipizia vile alinifanyia. Mungu anataka hata kabla ya yote ile, samehe, acha kujilipizia kisasi. Kisasi ni chake Mwenyezi Mungu. Elewa ya kwamba ukitulia, ukionyesha Ukristo ndani, ukionyesha Kristo ndani yako, huo si udhaifu, bali ni nguvu ya kujitawala. Na hivyo angalia, usikimbilie kulipiza kisasi, mwachie Mungu wa haki. Biblia imetuambia vizuri zaidi, mahala tumesoma, Bwana Yesu asifiwe, kuwa mwenye subra ula mbivu. Shika hilo, mwenye subra ula mbivu, au huu ni msemo wa Kiswahili. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Acha kujilipiza kisasi, mwachie Mungu ambaye ni Mungu wa haki. Jambo la pili, kuishi kwa haki katikati ya dhuluma. Aya inasema tuishi kwa haki. Ina maana gani?
kuwa waaminifu hata kama wengine si waaminifu. Tunaishi katika dunia iliyojawa na ufisadi. Tunaishi katika dunia na ambapo hata ndoa hazionekani kama kitu. Tunaishi katika dunia na ambapo mambo yanatukia na unakuwa tempted kufanya vile wengine wanavyofanya. Lakini shika ili na uelewe hivi siku ya leo kwamba wewe ni Mkristo na umeitwa utende mema na umeitwa kufuata kielelezo cha Kristo, na hivyo kuishi kwa haki katikati ya dhuluma. Biblia imetuambia tuishi kwa haki. Ina maana kuwa mwaminifu hata kama wengine si waaminifu. Wewe mfuate Kristo hata kama 99 wameamua kwenda njia za, wewe baki peke yako na umfuate Kristo. Kuwa mwaminifu, kutokuwa ila ama kutotumia ila ili kufanikiwa. Usitumie njia za mkato. Labda hata wengine mlisoma nao wamefanikiwa, wengine mliingia katika ndoa nao wamefanikiwa, watu wamefanya sarakasi na vituko wafanikiwe, lakini usitumie hila kufanikiwa. Kuwa mwaminifu, kuishi kwa haki katikati ya dhuluma. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo kusimama upande wa kweli hata ukiwa peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Katika siasa, biashara au familia, haki si ya msimu. Bwana Yesu asifiwe. Haki si ya mzimu ama msimu. Wakati hata dhuluma zikizidi, wewe kuishi kwa haki katikati ya dhuluma. Na ndio maana hata Waswahili wakasema ukweli hauozi. Na hivyo hata kama wanaenda against you, wewe simamia haki. Wewe ishi kwa haki katikati ya dhuluma. Ndiposa Yesu anatuambia vile katika neno lake mahala tumeza na kusoma. Jambo la tatu, maumivu yenye kusudi. Yesu Kristo Petero hapa analizungumzia hilo anaponenea hili kanisa. Maandishi yanaonyesha kwa mateso ya Kristo hayakuwa bure. Hivyo pia maumivu ya Mkristo si ya upotevu kama yanaunganishwa na kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anaona Biblia inatuambia tuhesabu ni furaha wakati tunapopitia majaribu mbalimbali. Majaribu ni kama mambo haya. Maumivu ya Mkristo si ya upotevu. Mungu ameyaruhusu akiwa na kusudi, na ndio maana si ya upotevu kama yameunganishwa na kusudi la Mungu. Unamfuata Kristo kama mfano. Hii haitoi ruhusa ya kukubali uonevu kimya kimya katika kila hali, lakini inatufundisha kwamba si kila maumivu ni adhabu. Shika hilo, si kila maumivu na ambao ni adhabu. Baadhi ni sehemu ya kukomaa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya dhiki ni faraja, Waswahili wakasema vile. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo siku ya leo Kristo ametuita tuelewe ya kwamba maumivu yenye kusudi, si kila maumivu na ambayo ni adhabu, si kila maumivu na ambayo yanakuja kukuadhibu. La hasha, baadhi ni sehemu ya kukomaa kiroho. Mungu anataka ukomaa. Hesabu kuwa ni furaha wakati unapopitia majaribu mbali. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ninapomalizia, kurudi kwa mchungaji. Jambo la 4, aya ya mwisho inasema tulikuwa kama kondoo waliopotea, sasa tumemrudia mchungaji. Katika dunia ya leo, watu wengi wanatafuta utambulisho, wanahangaika kiroho, wanajisikia wapweke. Ujumbe huu unasema kuna mahala pa kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ninapenda zaidi, kuna mahala pa kurudi. Kuna aliyelinda roho yako, kunaye yule anayelinda roho yako, kuna yule unaweza ukarejelea kwake. Hauko peke yako. Anatuambia vizuri zaidi, sitawaacha wala sitawapungukia. Kuna yule unaweza ukarudi kwake. Bwana Yesu asifiwe. Katika dunia ya mahangaiko, watu wanahangaika kiroho, kuna yule unaweza ukarudi kwake, naye ni mchungaji mwema, Yesu Kristo. Nguvu ya ukimya wa busara. Hapa hilo ni jambo lingine tunaona la 5, nguvu ya ukimya wa busara. Si kila shambulio linahitaji majibu.
Shika hilo. Si kila shambulio linahitaji majibu. Tuko katika ulimwengu, mengine itabidi unyamaze, mengine itabidi ujiondoe na uende zako, mengine itabidi uassume haikutukia. Bwana Yesu asifiwe. Si kila lawama inahitaji kujitetea hadharani. Wakati mwingine heshima ya kweli hutoka katika tabia thabiti, si maneno mengi. Maneno ni mengi, lakini busara ni chache. Bwana Yesu asifiwe. Hata ile Wakristo anakuwa anazungumza, anasema ukizabwa kofi geuza hii ingine. Hii ndio tunazungumzia nguvu ya ukimya wa busara. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo kwa kifupi tu, ujumbe siku ya leo tunajifunza mambo kadhaa kwa kifupi. Kuingia ama kuiga tabia ya Kristo katika mateso, anatufundisha hivyo. Jambo la pili, kuishi kwa haki hata tunapodharauliwa. Jambo la tatu, kumwamini Mungu kama mhukumu wa haki, kurudi na kubaki chini ya uangalizi wa mchungaji na ambaye ni Yesu Kristo. Ni ujumbe Mungu amenipa nikupe tunapomalizia hii wiki Ijumaa ya leo. Natumai kuna jambo umejifunza katika huu ujumbe ambao nimeupa kichwa, kuishi kwa haki katikati ya dhuluma. Baba, ni asante kwa kuzungumza nasi siku ya leo kupitia neno lako. Mfalme mkuu na mtakatifu, ujumbe umekuja kwa wakati unaofaa. Mfalme mkuu na mtakatifu, uketie juu zaidi, wewe umetukuka na umeshimika milele yote. Tusaidie Baba, na ili tukaishi hili neno Baba, tusaidie, maana tunaishi katika ulimwengu uliojawa na dhuluma. Tusaidie Baba, tukaishi kwa haki katikati ya dhuluma. Mungu wetu, zaidi tunamruhusu msaidizi uliotuachia, Roho Mtakatifu, akatuongoze na akatuwezeshe. Mahala pa kukimya tukakimye, Mungu wetu. Mahala pa kuondoka tukaondoke. Mahala na ambapo Mungu wetu hata tumedharauliwa kimakusudi, Mungu wetu katupe hekima na busara, na ili ukatukuke Mungu wetu, ukaonekane ndani yetu Baba. Mahala tumefeli Baba, tukaishi tukajilipiza kisasi, tukawa na machungu, tukakosa kusamehe Baba, tunatubu kuanzia siku ya leo, maana tumeelewa kwamba mengine yalikuja kujenga roho zetu, mengine yalikuja kuinua imani yetu. Hayakuja kwa sababu tulikuwa tumetenda dhambi na tulikuwa tunaadhibiwa. Baba, tunatubu mahala kwingine tuliasi imani, tukaenda katika njia zingine. Baba, tusamehe. Kuanzia siku ya leo umenena nasi kwa mara nyingine, tusaidie na ili ukajitukuze kupitia maisha yetu ya kila siku, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza. Tupatane tena hapo kesho kwenye madhabahu ya kambi ya wateule, kesho saa 11 alfajiri. Kesho ni Jumamosi. Tupatane tupokee neno lingine. Nambari zangu ni 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya ni +254 792 593648. Hizo ndizo nambari zangu, sema nami. Ukiwa na hitaji lolote, hitaji la ombi, tutaomba kwa pamoja na hivyo itakuwa ya baraka zaidi. Pia toa matoleo yako na Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Hadi hapo kesho, mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.